الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما اشتاق قلب لحج بيت الله الحرام الله أكبر ما لبى محرم على عرفات فانحطت عنه الخطايا والآثام الله أكبر ما لجأ داع بالدعاء إلى الله الله أكبر ما غفر الله للتائبين من خطاياهم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وفضل ما شاء من الأيام والشهور أحمده على ما هدانا من أسباب الخير الموفور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم الصبور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين القويم والكتاب الذي هو هدى ونور صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم النشور أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته إخواني في الله إن عيدكم هذا عيد مبارك عيد الأضحى hakika sikukuu yenu hii leo ni sikukuu iliyobarikiwa, ni sikukuu ya kuchinja, ni sikukuu ambayo Waislamu inawakumbusha tukio la baba yetu Ibrahim alayhi salatu wassalam la kumchinja mwanawe Ismail, na hii ndio asli ya sikukuu hii. Ndugu Waislamu, kabla ya kuangalia kisa cha kuchinjwa mtoto Ismail alayhi salatu wassalam na kufidiwa kwa kondoo maalum, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya ndugu zetu mahujaji ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafikisha kutekeleza ibada ya hija mwaka huu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayaj'ala hajjahum hajjan mabrura, ajalie hija zao ziwe ni hija zenye kukubaliwa, wa sa'yahum sa'yan mashkura, na kwenda kwao sa'i kuwe ni sa'i yenye kulipwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa dhamma dhamma maghfura, na dhambi zao ziwe ni dhambi zenye kusamehewa. Ndugu Waislamu, watakaporudi ndugu zetu mahujaji min baitillahi alharam, wapokeeni kwa bashasha na waombeni, wakuombeni Mungu, wakuombeni dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wanarudi kama siku ambayo waliozaliwa na mama zao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema katika jumla ya maneno yake, katika jumla ya dua yake akasema, Allahumma ighfir lilhaji wa liman istaghfara lahu alhaji, ewe Mola msamehe aliyekwenda hija na yule mwenye kutakiwa msamaha na aliyekwenda hija. Idhan wale ambao hawakupata bahati ya kwenda hija watakapoombewa dua na waliokwenda hija, basi nao pia kusamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wapokeeni kwa bashasha na tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tawfiki ambayo aliyowapa kutekeleza nguzo ya tano katika nguzo tano za Uislamu. Ndugu Waislamu,
Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam katika moja ya masiku aliyoteshwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala ya kwamba amchinje mwanawe Ismail, na ndoto hii ilirudia thalathatu ayyam mutawalia, kwa muda wa siku 3 mfululizo. Mwenyezi Mungu anamwambia mchinje mwanao, mchinje mwanao, mchinje mwanao Ismail. Wa ru'ya al-anbiya wahyu min Allah ta'ala, na ndoto za mitume huwa ni ufunuo, huwa ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume anapoota, tofauti na mimi na wewe, anapoota huwa ni agizo ambalo analopewa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ila Ibrahim alayhi salatu wasalam, baada ya kuona hivyo, akamkabili mwanawe Ismaili akamwambia, ya bunayya inni ara fi al-manami anni adbahuk fanzur madha tara. Wewe mwanangu, mimi nimeona katika usingizi ya kwamba natakiwa nikuchinje, tazama uonaje jambo hili, natakiwa nikuchinje. Kama vile anataka ushauri, lakini alikuwa katika lengo la kutekeleza agizo la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inni ara fi al-manami anni adbahuk. Mtoto Ismaili alayhi salatu wasalam naye akamwambia baba yake Ibrahim, alikuwa mtoto tayari amekwishaandaliwa, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Ewe baba, fanya uliloamrishwa na Mola wako. Umeona katika usingizi ya kwamba unatakiwa unichinje, aliyekuamrisha ni Mola wako. If'al ma tu'mar, fanya uliloamrishwa, satajiduni insha Allah min as-sabirin. Utanikuta mimi apendapo Mwenyezi Mungu kuwa ni mwenye kusubiri juu ya hilo. Utasubiri kwa kuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa amri hiyo ya Ibrahim alayhi salatu wasalam na yule mtoto kuwa tayari, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akajalia baba na mtoto kuwa tayari. Na hapa kuna fundisho ambalo tunalipata. Ismaili alisema satajiduni insha Allah min as-sabirin, utanikuta mimi apendapo Mwenyezi Mungu kuwa ni mwenye kusubiri. Wanawazuoni wanasema lau asingesema insha Allah apendapo Mwenyezi Mungu, angeweza kutoka nduki mtoto yule, angekimbia. Lakini aliegemeza jambo lake kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, insha Allah, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah. Usiseme kwa jambo lolote kwamba tutalifanya kesho, ila sema insha Allah, akitaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tukutane kesho mahali fulani, sema insha Allah. Ile insha Allah ndiyo itakupa tawfiki ya kukutana na huyo mtu. Watu wengi wanafadhilika juu ya neno hili, hawajiegemezi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala juu ya matakwa yao. Lakini Ismaili alisema insha Allah satajiduni insha Allah min as-sabirin, na kweli Ibrahim alayhi salatu wasalam akajiandaa kumchinja mwanawe Ismaili. Wakaenda mahala, tayari amenoa kisu chake, watalahu lilkabir, tayari kumchinja mwanawe Ismaili. Kisa kirefu tunafundisha, Ibilisi naye alifanya kazi yake pale ili kumfanya Ibrahim asitekeleze amri ya Mungu. Ibrahim ndipo akaokota mawe kumpiga shaitani, maana alikuja kwa mzee akamshawishi, unataka kumchinja mwanao kwa sababu ya ndoto tu? Wewe mzee vipi wewe? Ibrahim akajilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shaitani, na akachukua mawe akampiga. Akaenda kwa mtoto akamshawishi, vipi unakubali kuchinjwa na babangu? Unakufa hivi hivi unajiona? Hakutosheka, akaenda kwa mama yake Ismail akamshawishi, mama, vipi unakubali mtoto wako anachinjwa na Ibrahim? Mtoto wenyewe ni mtoto mdogo, ni mtoto ambaye falamma balagha ma'ahu sa'ya, kama Qur'ani inavyosema. Yani alitakiwa amchinje wakati yule mtoto amefikia ule umri wa kumtuma hapa na pale, niletee hili nifanyie kile, umri wa kumsaidia, ndipo amri ya kumchinja yule mtoto inakuja.
Ibilisi alimshawishi mama yule kwamba sema na mumeo asimchinje mtoto yule ili amri ya Mwenyezi Mungu isitekelezeke. Lakini Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam alisimama imara na akampiga kwa mawe shetani, na ndio tukio lile la Jamarat, mahujaji wanakwenda kule kurusha mawe wakiashiria tendo ambalo alilifanya Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam kwa Ibilisi. Kwa hiyo Ibrahim alayhi salatu wasalam akawa tayari kumchinja mwanawe, akamlaza chini na kisu chake tayari ili amchinje mwanawe, baba akiwa tayari na mtoto akiwa tayari. Tahamaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wanadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin. Tulimwita pale pale, ewe Ibrahim, hakika umethibitisha ndoto ya Mola wako. Qad saddaqta ru'ya, umethibitisha ndoto ya Mola wako. Qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin, hakika sisi namna hivi ndivyo tunavyowalipa watendao wema. Inna hadha lahu al-balagh mubin, hakika huu ni mtihani wa waziwazi. Yani Mungu mwenyewe anauthibitisha ni mtihani wa waziwazi ambao Ibrahim amefaulu. Na Mwenyezi Mungu alifanya hivi ili kupima quwwatu iman Ibrahim alayhi salatu wasalam, nguvu ya imani ya Ibrahim. Alikuwa anampima na alifaulu Ibrahim. Inna hadha lahu al-balagh mubin, ni mtihani wa waziwazi mkubwa. Wafadainahu bidhibhin adhim, tukamkomboa Ismail bidhibhin adhim ay bikabshin saminin min al-jannati jaa bihi Jibril alayhi salatu wasalam, kwa kumleta kondoo aliyenona kutoka peponi. Jibril anashuka na kondoo yule, anakata anga, anapasua mbingu, anashuka na kondoo, anamletea Ibrahim alayhi salatu wasalam ili achinjwe ikiwa fidia ya Nabii Ismail alayhi salatu wasalam. Wafadainahu bidhibhin adhim, tukamfidia Ismail kwa kichinjwa kitukufu. Waislamu, hii ndio asli ya sikukuu hii. Asli ya sikukuu hii si hija. Asli ya sikukuu hii ni udhiya, ni kuchinja. Na kifiqhi inaitwa ni Eid al-Udhiya, ni Eid ya kuchinja. Hija imekuja baadaye. Ibada ya kuchinja imetangulia kabla ya hija. Hija imekuja baadaye sana. Na ndio maana watu tunawaambia hata ile Arafa, saumu yaumi Arafa, Mtume alikuwa akifunga hata kabla ya hija haijafaradhishwa. Alikuwa akifunga al-tasi' min dhil-hijja. Kila ikifika mfungo 3 mwezi 9 Mtume anafunga Arafa kabla hija haijafaradhishwa kwa muda wa miaka 8 mpaka 9. Je, Mtume alikuwa anaungana na mahujaji gani wakati huo anafunga Arafa miaka yote hiyo 7-8? Alikuwa akifunga Mtume al-tasi' min dhil-hijja kabla ya hija. Eid al-Adha na Eid al-Hajj, swala la kufunga Arafa na swala la ibada ya hija ni vitu ambavyo hutofautiana. Wao wana wukufu Arafa na sisi tunasoma Arafa. Haya ni masuala mengine si ya wakati wake, lakini msingi ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na hili na kuchinjwa Ismail alayhi salatu wasalam akafidiwa kondoo, ndio asli ya ibada hii. Na hata Mtume sallallahu alayhi wasallam naye pia swala hili la kuchinja naye anaitwa ibn dhabihain. Ni kisa kirefu, tusiingie katika masuala haya, lakini turudi katika hutuba yetu kwamba asli ya siku hii ni Eid al-Adha, ni Eid ya kuchinja. Na sisi kama Waislamu wenzetu mahujaji wamekwisha chinja, na sisi pia tunatakiwa tuchinje. Na jambo ambalo tunalotakiwa, inna awwala ma nabda'u min yawmina hadha an nusalliya thumma narji' fananhar faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Hakika jambo la kwanza tunaloanza katika siku yetu hii ya leo, an nusalliya, kwanza tunasali, thumma narji' fananhar, kisha tunarudi tunachinja. Faman fa'ala faqad asaba sunnatana, mwenye kufanya hivi atakuwa amepata sunna yetu. Kwa hiyo baada ya kuswali tunatakiwa tukachinje wanyama.
tukamwage damu. Kumwaga damu ni jambo kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na analipenda. Kila unapomwaga ile damu ambayo inafikia katika mikono yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hata haijaanguka katika ardhi, yani yale malipo ya kukubaliwa Mwenyezi Mungu anayakubali kabla damu haijaanguka katika ardhi. Kila mmoja anatakiwa chini, na wanyama wanaochinjwa ni wale al-an'am, kwa maana ya ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo. Wanyama wakubwa watu 7 wanaweza kushirikiana kuchinja kama ng'ombe na ngamia, na wanyama wadogo wadogo mtu mmoja amwage damu siku ya leo, na ndio inaitwa yaumun nahri, ni siku ya kuchinja. Eidun nahri ni siku ya kuchinja leo, na kuchinja huko kunaendelea kwa masiku 3 mbele, kwa maana ya mwezi 11, 12 na 13 ayyamu tashrik. Masiku haya ayyama ma'dudat, masiku haya ni masiku ambayo ya kuchinja. Kama kuchinja leo, utachinja kesho, utachinja kesho kutwa mpaka mwezi 13. Ni masiku ya kuchinja, na kila mmoja ajitahidi kufanya hivyo ili apate asli ya siku hii, apate sunna ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam ya kuchinja mnyama. Na unakuchinja mnyama huyo ni sunna kuigawa mafungu 3. Fungu moja kwanza kula wewe mwenyewe, fakulu minha. Mwenyezi Mungu anasema katika hicho kichinjwa, fakulu minha, kuleni katika hicho nyinyi wenyewe. Wa at'imu ba'sa al-faqir, pia walisheni mafakiri. Waitajiro wapeni katika sehemu ya kichinjwa hicho, lakini pia wapeni marafiki. Mnawapa marafiki na ndugu wa karibu, jamaa wa karibu, mnawapa katika hicho kichinjwa. Ni sadaka ambayo imesuniwa ndani ya Uislamu. Sikukuu hii kama ni sikukuu ambayo Waislamu wanaiadhimisha dunia nzima, na ndio inaitwa Eidul Akbar. Sikukuu hii ndio Eid kubwa kuliko Eidul Fitr. Hii Eidul Akbar ndio Eid, sikukuu iliyokuwa kuliko hata Eidul Fitr. Ni sikukuu ambayo sisi kama Waislamu tuiambatanishe pia na matendo yanayofaa. Tuiambatanishe na matendo yanayofaa kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kupongezana sisi kwa sisi, kuwapongeza ndugu zetu hujaji Bait Allah al-Haram, lakini kuwatembelea fukara, mafakiri, kuwatembelea al-aitam, mayatima, kuwatembelea al-marda, wagonjwa katika siku kama ya leo. Ni siku ambayo tunatakiwa tusherehekee na kufurahi kwa namna ambayo aipendayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika siku kama hii ya leo, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna likulli qawmin 'eidan wa hadha 'eiduna, kila watu wana sikukuu yao, na sisi hii ni sikukuu yetu sisi Waislamu. Katika jumla ya mambo, tunaposherehekea sikukuu zetu, tusherehekee ndani ya mipaka ya kisheria. Tusimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tusifanye matendo yasiyopendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna likulli malikin hima wa inna hima Allahi ma'alim. Kila mfalme ana mipaka yake, na mipaka ya Mwenyezi Mungu ni yale aliyoyaharamisha. Tusishereheke kwa namna ambayo itamkera Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata kuwatembeza watoto wetu katika siku ya leo na kesho na kadhalika, tuwatembeze katika maeneo yanayofaa. Watoto wanahitaji kucheza, watoto wanahitaji kufurahi, na wana haki zao za msingi. Kuwatengenezea mazingira ya kucheza na kufurahi ni haki yao katika Uislamu, hata sisi wenyewe pia. Lakini tushereheke ndani ya mipaka ya kisheria, tusimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kuendelea kulinda amani ya nchi yetu, kuwaombea viongozi wetu. Jambo hili ni jambo kubwa sana. Jambo la amani katika nchi ni jambo kubwa sana. Amani ndiyo ambayo inatufanya tuweze kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sawa sawa. Amani ndiyo ambayo inatufanya kila mmoja aweze kutekeleza wajibu wake katika maisha. Lau si amani, hakuna mtu ambaye anaweza akafanya ibada ipasavyo. Tuendelee kuwaombea viongozi wa nchi yetu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kuwaombea viongozi ni jambo la kheri.
kumwombea rais, kuwaombea wasaidizi wake. Hii ni sunna katika Uislamu, tena watajwe hasa katika hutuba za Ijumaa, kwa sababu kuwaombea viongozi ndio swala, ndio kutengenea kwa raia. Kiongozi akipinda, akiharibikiwa, anaweza akahatarisha maisha ya watu, akamwaga damu za watu, akawaingiza watu katika madhara, akawadhuru watu kwa namna yote ile. Lakini kiongozi anapoombewa, hii ni kheri na imethibiti katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nasi tuendelee kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuendelee kuiombea serikali kwa ujumla wake, lakini tuendelee kuziombea familia zetu na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu sisi tunaishi kama Watanzania tukiwa kama Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angetaka angewafanya watu wote kuwa na imani moja. Walau shaa rabbuka la amana man fil ardi jami'an, lao Mwenyezi Mungu angetaka wangeamini watu wote waliomo katika ardhi. Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin, wa Muhammad unawalazimisha watu wote mpaka wawe kuwa ni waumini. Hiyo ni Qur'an. Pia Mwenyezi Mungu anasema la ikraha fi din, hakuna kulazimisha katika dini. Huwezi kumlazimisha mtu aingie katika dini. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad huwezi kumuongoa unayemtaka, lakini Mwenyezi Mungu anamuongoa yeye anayemtaka. Ammi yake aongoke, Mungu akamwambia achana naye, huyo ni motoni tu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, swala la kuishi kwa pamoja na wasiokuwa Waislamu ni jambo ambalo limethibiti katika Qur'an, kuwatendea wema, kuwatendea mazuri, kuishi nao kwa salama na amani. Haya yote ni katika mafundisho mazuri ambayo sisi kama Waislamu tunaelekezwa na kufundishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, katika siku ya leo tuwakumbuke pia marehemu zetu, na baada ya sala tutafanya dua, kila mtu amkumbuke marehemu, ndugu na jamaa waliotangulia, kuwaombea dua katika siku kama ya Eid kama hii ya leo. Nao wanajua kwamba leo ni siku yetu sisi Waislamu kama Eid, wanajua hilo. Kuwaombea ni jambo ambalo linalofaa sana. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kuibariki nchi yetu ya Tanzania. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kujalia amani ya nchi yetu iwe yenye kudumu. Nasi kama Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arejeshe umoja wetu, wahda wetu na mapenzi miongoni mwetu. Birahmatihi wa huwa arhamur rahimin. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل لكل شيء وقتا وأجلا مقدورا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من شيد أركان البيت الحرام بالحج وعمره وأحل من عيد ونحر وكبر، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين ومستمرين إلى يوم العرض والحساب. أما بعد، ndugu Islam, wakati tukiadhimisha sikukuu ya kuchinja, sisi kama waumini wa dini ya Kiislamu tukumbuke mafundisho mazuri ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli makhluqin, Mwenyezi Mungu amefaradhisha kufanyiwa wema kila kiumbe kinatakiwa kifanyiwe wema. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla, mnapoua basi uweni kwa wema. Yani hata kama kitu kinastahili kuuawa basi kiue kwa wema. Mathalan jambazi anastahili kuuawa, amekuja ili akuue akudhuru, anastahili kuuawa, lakini pia wewe unatakiwa umuue kwa namna nzuri. Kwa namna nzuri maana yake ni darbatan qadhiya, kumuua mtu kwa pigo moja, badala labda ukaamua kwamba nishamdhibiti, acha nimkate kiungo baada ya kiungo. Hii sio ihsani katika Uislamu. Kweli anatakiwa auawe, nyoka huyu anatakiwa auawe, ana madhara. Mnyama huyu anatakiwa auawe, penginevyo atanidhuru mimi. Basi hata kumuua kwake Uislamu umeelekeza fa ahsinul qitla, uweni kwa wema. Badala ya kumpiga nyoka pigo moja kichwani ukaamua kumkatakata kwa vipande, sio hisani katika uuaji. Fa ahsinul qitla lianna Allah kataba al-ihsana ala kulli makhluqin, uweni kwa wema kwa sababu Mungu amefaradhisha kila kiumbe kifanyiwe wema katika hata kuuawa kama kina haki ya kuuawa. Wa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha, mahallu shahid tunapopataka ni hapo. Na mnapochinja pia chinjeni kwa wema. Tunajiandaa kwenda kuchinja, chinjeni kwa wema. Fa ahsinu dhibha waliyuhidda ahadukum shafrata, na mmoja wenu anoe vizuri kisu chake. Waliyurih dhabihata, na akistarehesha kile kichinjwa chake. Kama unataka kumchinja ng'ombe, mbuzi huyu, mpe maji kabla ya kumchinja mathalan, mpe chakula kabla ya kumchinja, ndio hisani, ndio wema huo. Au usimchinje na mwingine anaona, si katika hisani. Umewapanga pale wanyama wanamuona mwenzao anachinjwa, si katika hisani katika Uislamu. Wazibe wale wasimuone mwenzao mmoja baada ya mwingine. Fa ahsinu dhibha, na kisu, mtu anoe kisu chake ili kuharakisha uchinjwaji wa mnyama huyo, achinjwe kwa haraka. Isiwe unamsugua kwa kisu kidugi, kisu hakina makali, ni kumtesa yule mnyama japokuwa ana haki ya kuchinjwa, lakini hisani aharakishiwe kifo chake. Wa ahsinu dhibha, chinjeni kwa, fanyeni wema katika kuchinja, na mmoja wenu anoe kisu chake na akistareheshe kichinjwa chake. Haya yote ni katika mambo ya sunna ambayo sisi tunaelekezwa leo kuyafanya kabla ya kuchinja wanyama hawa. Tofauti na baadhi ya watu wanawachinja wanyama kwa namna mbaya. Kuna watu wanachinja wanyama wanapiga hapa shingoni, darbatan qadhiya, pap. Na huu si uchinjaji. Mnyama anachinjwa kwenye kwenye koromelo, hachinjui mgongoni, hachinjui nyuma. Watu wanafanya hivyo, si katika hisani katika Uislamu. Wanyama wana haki zao, na Uislamu umetufundisha hisani, na Mungu amefaradhisha hisani ala kulli makhluqin, kwa kila kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu kifanyiwe hisani. Tukachinja wanyama hawa ili tupate baraka ya udhiya, tupate baraka ya vichinjwa hivyo ambavyo sisi kama Waislamu tunamwaga damu dunia nzima katika masiku kama haya. Ndugu Waislamu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe kutekeleza ibada hii. Ukishindwa leo, bado masiku yapo. Ukishindwa kabisa, japokuwa si udhiya, basi chinja hata kijogoo, upate ile sunna tu ya kumwaga damu, japokuwa haitakuwa katika hisabu ile ya al-an'am katika udhiya, haitakuwa katika hisabu ile, lakini utakuwa umepata angalau ile sunna ya kumwaga tu damu na wewe katika siku kama ya leo. Nakumbuka hata na Sayyiduna Bilal alipokosa cha kuchinja, alimchinja jogoo. Bilal alikuwa ni muadhini wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliposikia Mtume kwamba Bilal amemchinja jogoo, kwa kuwa yeye ni muadhini wake, akasema basi hakuna ubaya, jogoo amemchinja jogoo mwenzake.
muadhin wa sala ya mtume alfajiri amemchinja jogoo mwenzake, amepata sunna angalau ya kumwaga damu. Ndugu Islam, idi yenu hii ni idi tukufu, ni Eidul Adha, ni idi ya kuchinja. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubarikie katika familia zetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasamehe maiti zetu waliotangulia. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akunjue riziki zetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asamehe madhambi yetu mbalimbali kama alivyowasamehe ndugu zetu hujjaju baitallahi alharam. Allahumma rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا احفظ أولادنا واستر نساءنا وارحم أمواتنا وأهلك أعداءنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، فاعلموا أن الله صلى على نبيكم قديما وأمركم بذلك إرشادا وتعليما. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما مخبرا وآمرا: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه السادة الحنفاء، وخص منهم الأربعة الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن 6 الباقين من المبشرين في الجنة، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على